Zifahamu biashara 4 za siri zilizo nyuma ya biashara ya ufugaji kuku wa mayai. Kupitia kisa cha tajiri mmoja katika jiji fulani, akiwa hoi kitandani, alimkabidhi kila mtoto wake milioni 100 katika watoto wake 4 kwa sharti wakafanya biashara ya mayai, na atakayefanya vizuri ndiye atakayeongoza familia kibiashara na urithi wa familia. Kila mtoto alitumia mbinu yake. Jack ni mtoto wake, aliamua kufuga kienyeji. Alinunua shamba na kufuga kuku wa kisasa wa mayai. Jack alihitajika muda wote shambani hadi sokoni, kuanzia kulisha kuku, kukusanya mayai na kuuza. Jack alitengeneza faida ya milioni 20 tu baada ya siku 30, lakini alikosa muda wa kupumzika kwa kufanya kazi usiku na mchana, na harufu ya kinyesi cha kuku ndio ilikuwa perfume yake. Jack alitumia mazoea, na hapa unaweza kuona ufugaji haukufai. Mtoto wa pili, Maria, alishuhudia madhaifu ya mpango kazi wa kaka yake. Yeye aliamua kuingia ubia na wafugaji ambao tayari wanafuga. Kwa makubaliano, yeye atoe gharama za uendeshaji na soko, na wafugaji watatoa mabanda na nguvu kazi. Mpango kazi wake huu ulifanikiwa. Baada ya kuuza mayai, aliweza kukusanya faida ya hadi milioni 100 ndani ya siku 30 tu, akitumia mtaji sawa na wa kaka yake, huku akipata muda wa kupumzika. Marcus ni mtoto wa 3, naye alikuja na wazo tofauti, akitaka kufanya bora zaidi ya Maria. Yeye aliwaza kufanya biashara na wafanya biashara wakubwa, masupermarket, migahawa mikubwa na bakeries. Papa ahadi ya kuwapa punguzo la 15% katika bei, kwa sharti la kuwa na mikataba na walipia 30% kabla ya mzigo kufika. Wateja waliogopa kupigwa, lakini Marcus alitumia umaarufu wa baba yake. Kweli alipata mikataba na watu walilipia kabla ya mzigo kufika. Kadhalika alitumia njia hiyo kwa wafugaji ambao walileta mizigo katika collection point yake, kisha akawalipa. Aliweza kukusanya faida ya milioni 200 ndani ya siku 30 tu, kwa kutumia mtaji sawa na ndugu zake, lakini alijiongeza kwa kutumia umaarufu wa baba yake pia. Mwisho wa yote alipata muda wa kula bata. Mtoto wa mwisho, Billy Gen Z, aliwaza tofauti kabisa. Yeye alianza kwa kufanya utafiti kwa wafugaji pamoja na sokoni kwa mlaji. Alihitaji bidhaa itakayorahisisha uzalishaji na sokoni. Billy aliamua kutengeneza application. Application ya Bill ilimuunganisha mfugaji, mfanya biashara wa mayai pamoja na mlaji wa mwisho, bila kusahau wasambazaji wa chakula na madawa kwa wafugaji, pamoja na wasambazaji wa mayai kwa wateja wanaonunua mayai, bila kusahau msambazaji wa mafuta kwa vyombo vinavyosambaza mayai na bidhaa kwa mfugaji. Billy alikusanya commission